mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe. Leo hii tuko mbele zako Baba. Tuko mbele zako Baba, tunaomba kwa unyenyekevu masia ya Jehova. Ya kwamba Bwana tuumbie roho zinazovunjika kwako Bwana. Roho ile Baba tafuta kukujua zaidi na zaidi. Tuomba roho ya unyenyekevu ndani yetu Mungu. Ya kwamba tukaweze kunyenyekea katika neno lako Bwana. Tukanyenyekea katika amri zako Jehova Masia. Tukanyenyekea katika wema wako na upendo wako ambao ni wa kipekee ndani ya maisha yetu. Ya kwamba Bwana neema na rehema zako zitakuwa tele tele ndani ya maisha yetu, maana wewe ni Mungu uliye mfalme, uliye Yahweh, uliyependeza, uliye mwamba imara. Baba tuumbie roho safi Mungu. Roho zinayonyenyekea kwako Bwana, tunayonyenyekea kwako Jehova, tunayonyenyekea ili kaweze Baba kuinuliwa pamoja nawe, maana wewe ni mwema mwaminifu. Ya kwamba tutakaponyenyekea kwako Jehova ndipo utakapotuinua katika nafsi zetu, ndipo utakapotuinua katika huduma zetu, ndipo utakapotuinua katika Bwana wokovu wetu, ndipo utakapoinuliwa katika imani ya kukaa kwako Baba yetu. Ya kwamba Jehova Mungu imarisha imani yetu Mungu, maana wewe ni Yahweh Baba yetu, wewe ni Yahweh Masia, wewe pendeza, uliye Mungu mkuu mwenye uweza, uliye Jehova Mungu Alfa na Omega, mwanzo mwisho. Baba ni wewe na hakuna mwingine kama wewe Jehova Masia. Baba sawa na neno lako ya kwamba wewe ni roho, na inatupasa ya kwamba tunapokuabudu asubuhi ya leo katika roho na ukweli Masia Baba yetu. Baba bila wewe hatuwezi tekeleza haya. Ndiposa kwako tunanyenyekea Masia Baba yetu. Ya kwamba Mungu tujaze kwa Roho wako Mtakatifu. Roho wako Jehova Mungu wa unyenyekevu. Roho wako akae ndani ya mioyo zetu. Roho wako akae kwetu Jehova Masia. Roho wako aliye mwalimu mwema, tuelekeze katika njia zako. Roho wako aliye Mungu Jehova Masia Baba yetu, aliye umoja pamoja nawe. Ya kwamba Mungu tunakae kwako Jehova, kwako Ebeneza, kwako mwamba imara. Ya kwamba tunapokuabudu Masia Baba yetu, tunakuabudu wewe uliyeinuliwa zaidi ya yote Bwana. Tunakuabudu wewe maana wewe ni mfalme, wewe ni Mungu, wewe ni Yahweh, wewe ni Ebeneza, uliye mwamba wa wokovu wetu Jehova ni wewe. Ya kwamba Baba tunakuabudu katika roho zetu, maana wewe ni mfalme na hakuna mwingine kama wewe Bwana. Ya kwamba kila wakati Jehova Masia, nena nafsi zetu, nena na mioyo zetu. Ya kwamba tunanyenyekea kwako Jehova Masia, kwako Ebeneza, kwako mwamba imara, kwako kimbilio letu Jehova Mungu, kwako aliye Jehova mfalme Baba, kwako aliye Baba ndani ya maisha yetu. Ya kwamba tunasikia sauti yako inavyonena katika unyenyekevu wa roho zetu. Ya kwamba Baba tukakae kwako, tukakutukuze. Ya kwamba tukakuenzi ulivyo mwema mwaminifu, ulivyo Yahweh, ulivyo Jehova katika maisha yetu Bwana. Baba tuumbie roho safi, roho zinayonyenyekea mbele zako Baba, roho zinazopoteka kwako Jehova Masia, roho inayotafutia kujua zaidi na zaidi kutoka kwako Mungu, maana wewe ni Mungu uliye mfalme Yesu. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe, hakuna ufadhili kama zako, hakuna wa rehema. Wewe ni Mungu umeinuliwa zaidi ya yote Jehova Mungu, zaidi ya yote Baba. Ya kwamba achilia Baba kibali ndani mwetu cha kukaa kwako Baba, kukaa kwako Jehova Masia, ya kukaa kwako Ebeneza, ya kukaa kwako Mungu Baba yetu. Maana tutakapokaa kwako ndiposa Jehova Masia tutajifunza mengi, ndiposa Baba utajifunua kwetu, ndiposa Mungu utaenenda pamoja nasi, ndiposa Masia Baba yetu utakapo Baba nena na mioyo zetu na kujifunua ulivyo mwema mwaminifu katika maisha yetu Bwana. Baba tuseme nini asubuhi ya leo? Ile nikusema ni asante, maana sawa na neno lako ya kwamba tunapo Baba kuomba, wewe ni Mungu uliye mwaminifu, unatenda. Wewe ni Jehova Masia Baba yetu, unatenda. Hakuna anayetenda unavyotenda. Wewe ni mfalme, wewe ni Mungu, unatenda makuu kati yetu Jehova Masia. Baba asubuhi leo tunasema ni asante Jehova, wewe ni mwema. Asante Baba. Nataka tuchukue nafasi hii ukaweze kuomba ni kuacha umoja katika kanisa hili, ya kwamba Mungu atuweke katika umoja, ya kwamba katika lolote tunalolinena, katika lolote tunalolitangaza, ya kwamba tukaweze kulitenda kwa umoja. Maana tutakaposimama katika umoja ndipo tutakapokuwa na nguvu ya kwenda mbele, ya kwamba tukakuwa watu kunena neno moja, ya kwamba tukakuwa kanisa linalotembea kwa upamoja, kanisa linalonena na kutenda katika umoja, ya kwamba Mungu atupe umoja jinsi yeye alivyo juu mbinguni, ya kwamba ni Mungu Baba,
pamoja. Baba, tunaomba upako Mungu unayesamehe dhambi zote na kuponya magonjwa yote. Tusamehe Yesu, tusamehe ya kwamba mara nyingi hatutaenenda na kuenenda Baba katika umoja. Tuko hapa kama kanisa na chichi hizi mkembe Mungu, tunakuomba kwa unyenyekevu, tusamehe, utuponye masia Baba yetu, ni kwamba ukatuweke pamoja, tukatembee katika umoja, katika lolote tunalolitenda tukatende kwa umoja, ni kwamba katika huduma Mungu watu wako wasimame na kushikana mikono na kuendea pamoja, ni kwamba tutakaposimama katika umoja ndipo Mungu tutakapopokea nguvu zaidi ya kuenenda katika njia zako, ya kuenenda katika imani, ya kuenenda katika mapenzi yako yaliyo mema matakatifu. Mungu tuweke pamoja Jehova Masia. Baba, tupe roho wa umoja, wa kukaa pamoja, wa kuenenda kwa upamoja, wa kufanyia vitu kwa upamoja, wa kunena kwa upamoja na kutenda kwa upamoja. Wewe ni mfalme, hakuna mwingine kama wewe. Baba, sasa tunakataa roho ya udanganyifu, tunakataa roho ya chuki, tunakataa yote katika jina la Yesu. Ya kwamba chuki haina uwezo kati yetu, ya kwamba roho ya madharau haina uwezo kati yetu, ya kwamba Jehova Mungu, wewe ni Mungu unashuka, unatawala. Tunaomba utawale maisha yetu Baba, tutawale katika umoja, tutawale katika umoja, ya kwamba tutakae katika huduma hii Mungu, katika umoja wa neno lako Bwana, ya kwamba Jehova Mungu, wanafunzi wako Jehova Masia katika mitume walipotenda katika kila jambo, walipoendelea katika umoja, walisali kwa upamoja, wakanena neno lako kwa upamoja, ya kwamba Jehova Mungu uliweza kuwaongeza usiku na mchana, uliweza kuwaongeza Masia Baba yetu. Baba, tunaomba umoja katika kanisa hili, ya kwamba Jehova Masia Baba, tufunge kwa upamoja, tutembee kwa upamoja, tukanende Baba na kutenda yale yote tuyatendayo katika wema wako, maana wewe ni Mungu uliye mkuu, wewe ni Mungu uliye mkuu, wewe ni Mungu uliye mkuu. Zaidi ya yote Baba, tuchase kwa Roho wako Mtakatifu, atembee pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu atutie nguvu, Roho wako Mtakatifu atuwezeshe, Roho wako Mtakatifu aliye kweli ndani ya maisha yetu, ya kwamba akanena na mioyo zetu, ya kwamba tukakae katika ukweli wa neno lako, ukweli wa neno lako Masia, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Baba, tuseme nini? Ni kusema ni asante, wewe ni mwaminifu. Pasa sauti yako tu, mshukuru Mungu katika yote ambayo ametenda katika wiki hii. Jinsi amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu, jinsi ametupigania, jinsi ametutia nguvu, jinsi ametuwezesha, jinsi ametuelekeza. Mungu Baba, tunasema ni asante kwa uwepo wako, tunasema ni asante kwa nguvu zako, tunasema ni asante, wewe ni Mungu Baba yetu. Baba, ni asante jinsi ambavyo umeenda nasi, jinsi ambavyo umekuwa Mungu upande wetu. Ndiposa leo hii tunashuhudia ukuu wako, tunashuhudia wema wako, tunashuhudia fadhili zako, tunashuhudia maana Mungu umeenda pamoja nasi, umekuwa Baba kwetu. Baba, tunasema ni asante kwa Roho wako Mtakatifu ameenda pamoja nasi. Jehova, tunasema ni asante. Asante Jehova Mungu, wewe ni mwema. Asante Masia Baba yetu, asante Ebeneza, asante Baba, umekuwa mwema, ya kwamba tumekutazamia na hakika tumekuona wewe, tumekuona ukikuwa mwaminifu katika maisha yetu, tumekuona Baba ukituponya, tumekuona Baba ukituinua, tumekuona Jehova Masia ukienenda pamoja nasi, ukitupigania, ukikuwa Mungu upande wetu. Baba, tuseme nini asubuhi ya leo? Tunasema ni asante Baba, asante Jehova, asante Masia, asante Ebeneza, asante Baba imara, asante Jehova Nisi, umekuwa mwema kwetu, asante Jehova Rafa, umekuwa Baba katika maisha yetu, umekuwa Yao, umekuwa Ebeneza. Baba, tunasema ni asante, umekuwa mwalimu mwema, jinsi ambavyo umetufunza na kutuelekeza. Baba, tuseme nini? Ni kusema ni asante kwa kibali chako cha kipekee ndani ya maisha yetu, ndani ya wokovu wetu, ndani Baba ya jamii zetu, ndani ya familia zetu. Umekuwa Mungu Baba, umekuwa Mungu katika nchi yetu ya Kenya, ya kwamba wiki hili Baba tumeshuhudia amani yako Baba yetu, tumeshuhudia ukuu wako Ebeneza, tumeshuhudia ukuu mwema mwaminifu. Baba, umetupigania. Tuseme nini yawe ila ni kusema ni asante. Hakika Baba, wewe ni mwamba imara na wenye haki wanakukimbilia kwa salama. Baba, tunakushukuru na kuinua, umekuwa Yao, umekuwa Jehova kwetu, jinsi ambavyo umetupigania, jinsi ambavyo umetutia nguvu. Wewe ni mwema Bwana. Baba, tunasema asante, umekuwa Jehova. Asante Bwana. Chukua nafasi hii ukaweze kuomba Mungu ni kwa ajili ya ibada hii ya leo,
ya kwamba Mungu akaweze kushuka katika njia ya kipekee, ya kwamba mapenzi ya Mungu yatimie katika ibada hii. Jehova, tunasema ni asante tunapoweka ibada hii wakfu mbele zako. Hapo umetusanya hapa kwa kusudi na lengo ambalo unatimiza. Wewe ni mwema, unatimiza. Wewe ni Jehova. Baba, tunasema ya kwamba Mungu, mapenzi yako makuu, mema, makamilifu yatimie katika ibada hii Mungu, maana ni ibada uliyoiandaa Jehova Masia, ya kwamba wasana wakati kama huu tukakae mahali hapa Mungu, katika madhabahu haya, ya kwamba Bwana tukakutukuze wewe, ya kwamba tukakuheshimu, tukakuabudu, ya kwamba tukakuinua, tukakutukuze, maana peke yake Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Baba, tunasema ni asante kwa kila kipindi, ya kwamba tunakuona wewe, maana umeinuliwa Mungu, umeinuliwa katika sifa, umeinuliwa katika maabudu, umeinuliwa katika neno lako Jehova Masia, umeinuliwa Mungu katika lolote unalolitenda mahali hapa. Baba, ni wewe tu umeinuliwa, ya kwamba tunapotazama tunakuona Jehova Rafa, tunakuona unaponya, tunakuona unakomboa, tunakuona Masia Baba yetu unatenda makuu, tunakuona Mungu unaimarisha, tunakuona wewe ni Mungu uliye mfalme mkuu. Baba, tuseme nini? Ni kusema ni asante inuliwa katika ibada hii, maana wewe ndiwe na hakuna mwingine kama wewe. Baba, tunakualika katika njia ya kipekee, ya kwamba shuka na unatawala, unashuka unatawala Masia, unashuka unatawala ibada hii, unashuka unatawala mawazo yetu, unatawala mioyo zetu, unatawala. Wewe ni mwema mwaminifu, ya kwamba katika kila jambo Jehova Masia, mapenzi yako mema makuu yatimie Jehova, yatimie Masia, yatimie Shaddai, yatimie Mungu mwema, maana ni wewe na kando na wewe hakuna mwingine Bwana. Baba, ni asante, wewe ni mkuu. Asante ni kwa fadhili na rehema zako Jehova Mfalme. Ni nani mwingine angetenda yale yote umetenda? Hapana Baba. Ndiposa miguuni mwako Baba tunasema ni wewe tu umeinuliwa, ni wewe tu umetukuka Baba. Asante Jehova Mungu. Baba yetu tunasema ni asante. Michiza ambayo umekuwa mwema mwaminifu, michiza ambayo umetuelekeza kwenye nyumba yako Baba. Baba, tuko hapa katika nyumba yako, nyumba ambayo ni ya sala. Tumekuja Jehova Mungu tulivyo. Baba, tunaomba neema na rehema zako na ukuu wako na upendo wako wa kipekee Baba vikatutawale, maana wewe ni Jehova. Ni kwamba katika lolote tunalolitenda katika nyumba hii Mungu, leo hii uache mapenzi yako yatimie, maana wewe ni Baba yetu. Baba, sasa tunaomba kwamba Mungu tuumbie mioyo mpya, mioyo inayopondeka mbele zako, mioyo inayoshuka kwako Baba, ya kwamba uinuliwe, ya kwamba tukaitika katika ibada hii Mungu, ukakuwe pamoja nasi, ukaenende pamoja nasi, uwepo wako na ukuu wako na Roho wako Mtakatifu ashtawale katika lolote lile, maana wewe ni mwema mwaminifu. Baba, tuseme nini? Ni kusema ni asante, maana wewe ni Jehova. Inuliwe utukuke, maana kando na wewe hakuna mwingine. Ni katika jina la Yesu naomba hata kuamini. Amen. Piga shangwe, vikelekele na nderemo tunaoleta praise and worship. Ni kwamba waweze kutuelekeza katika sifa. Piga makofi. Mwambie Mungu asante Jehova kwa nafasi kama hii. Mwambie Mungu ni asante kwa kibali hiki cha kipekee. Ni kwamba leo hii tuko katika nyumba ya Mungu na Mungu yupo pamoja nasi. Thank you. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amkeni chini tumsifu Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimia kila mwenzako, mwambie katika ibada ya siku ya leo. Katika ibada. Haya,
Wewe ni mwema.
The people of God, we exalt the word of God. We exalt the word of God. So what is power? So what is life? So what is power? So what is life? So what is hope? So what is hope? It can be generous one more time. Hallelujah. This word is our way. This word is our only hope. This word is our only hope. People are hoping in chariots and horses, but we hope in the name of the Lord our God. Thank you, Jesus. So now somebody in the house who want to exalt the word of God. May the word of God be exalted amongst us. No, may the word of God be exalted amongst us. May we see the glory of God by the teaching and the preaching of the word. One more time, may we see the glory of God by the teaching and the preaching of the word of God. May this word bring life. May this word bring hope.
declaration. Amen. The word that you are hearing today Yes. shall give you systems of advantage. Amen. You hear what I say? You hear what I say? The word that you are just about here, let it bring unto you systems of advantage. That you shall have an advantage over your relatives, an advantage over your enemies, an advantage over your fellows, an advantage over your friends, an advantage over anybody around you. In the mighty name of Jesus. Voice and make a prayer to God. Agree with us prophetic declaration. Agree with us prophetic declaration by making a prayer to God and tell God I agree. Sabakateo, Chepeatata, Rapakato Sebekateo, Loma Kayepea, Mosebekata, Pindekateo, Loma Santa. My God, my Father, the name is above every name. Show word is sharper than a two-edged sword. Ramaka Sebekateo. In Jesus' mighty name we declare. Amen. I say in Jesus' mighty name we declare. Amen. When you put your hands together, give God a shout. May you lift up your hands and give Jesus a shout of praise. Hallelujah. Amen. Turn to a neighbor, beat in the high five and take your heart. I'm blessed to be in the presence of God. I'm blessed to be in the presence of the Lord. I'm blessed to be in the presence of the Lord. I'm blessed to be in the presence of the Lord. Presence of the Lord. I'm blessed to be in the presence of the Lord. Amen. Amen. May the Lord bless us this morning in Jesus' name. It is a great honor to be in the presence of the Lord and even in the presence. Amen. It is a great honor for us to be in the presence of the Lord this morning. And I want to promise you in advance before I teach and when we come to the preaching of the word of God and taking up the whole communion, indeed God is going to bless you. Amen. Amen. Let me decree and declare before you see it that indeed God is going to bless you. Amen. Okay. One more time, I decree and declare to you in the name that's above every name, even the name of Jesus Christ, that indeed you are going to be blessed beyond measure. Amen. Amen and amen. Amen. So today we want to teach ourselves on this subject of prayer. We are continuing with the subject of prayer. But today we want to look at 3 cardinal issues that can help us to enter the presence of the Lord in prayer. 3 cardinal principles that will help us to enter the presence of God in prayer. Then thereafter, maybe next day, we shall be looking at how do we prepare ourselves to enter to the presence of God in prayer. Let me read the first 2 scriptures this morning, but we shall read several of them because we are teaching. First, we want to look at the book of Matthew chapter number 5. Matthew chapter number 5 from verse number 1 through to 6. Matthew chapter number 5 from verse number 1 through to 6 and 7. The Bible says, seeing the multitude, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came to him. He opened his mouth and taught them, saying, he didn't preach to them, but he opened his mouth and taught them, saying, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed
are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Verse number 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the meek, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. You can continue and continue and continue. But when you look at verse number 8, the Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall do what? See good. Can we read that? Let's go. All of us, read your own version, whether it's in Israeli or English. Read your own version, please. 1, 2, 3. Let me now count up to 3 and we start. 1, 2, 3, start. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So when you want to see God, you must be a man and a woman of a pure heart. Heri wenye mioyo safi, twende. Heri wenye mioyo safi. Mara nyingine ya pili, heri wenye mioyo safi. Sasa mimi na wewe tungependa tumuone Mungu, na hamtamwona Mungu kama mioyo yetu sio safi. So entering, we must enter the presence of God with the right spirit, right approach, and men who are prepared, so that as we come to God, we communion with Him and offer effective prayer as the Lord's priests. I want us to start understanding that you and me, we are priests under our God. We are priests under our God. We are priests under our God. And therefore, we need to start learning how we can enter His presence. Therefore, you must have the right spirit and the right heart. David says, a pure and contrite spirit, O Lord, thou shalt never despise. So we don't want God to despise us when we enter His presence, because we are entering with the wrong hearts and wrong spirits. For example, why must God heal me? God, He must heal me because He needs this body to do His work. So don't allow, oh, God heal me so that He can now start going to post other people and say, you know, God is a healer, He has healed me. No. God, I want you, God, to heal me because you need me more than I need this body. That's why God will do nothing except through man. And man cannot do nothing except with God. So all of us, me and God, we must collaborate. And God functioning on this earth, He needs a body. And this is my body and your body, that God's Spirit must enter so that He can use us to bring glory to this world. You remember the other day when God was creating man, He said this: let us create man in our own image and after our likeness, and let them have dominion. Let them, okay? So God removed Himself from having dominion over the face of the earth. And God cannot contradict His word, and He cannot go contrary to His laws, and therefore He's a God who obeys His law. God is sovereign, God is mighty and powerful before He speaks. But immediately He speaks the word, He's bound by that word. And that's why He must watch over that word to perform it. He must watch over that word to perform it. So it is my responsibility and your responsibility to do what God created us to do.
face of the earth. God shall not come to save until a person preaches. God shall not come to preach. He must use my flesh and my body to preach. That's why it's no longer I that liveth, but Christ in me, the hope of glory. Amen. Hello? So Jesus becomes legal on the face of the earth because of my body. And therefore, he must eat me because he needs this body. It is the will of God for us to be in good health and prosper. Because God understands by your healthy body, he's going to move on earth and he's going to do stuff on earth. Therefore, we need to start approaching God in the right way. Number two, I want you to start remembering that there are laws and regulations that govern the kingdom of our God. There are laws and regulations that govern the kingdom of our God. So don't just enter and do anything anyhow. There are laws. I want to appreciate with a lot of humility that the 21st century church is using this word, the grace of God, wrongly. They think the grace abolishes laws. And yet Jesus Christ himself said, I have not come to abolish the laws, but instead I have come to make affirmation. So Jesus has come to affirm the law, has come to make the more stronger. As much as we operate under grace, there is a law that governs that grace. Paul said, will I continue sin that the grace of God might abound? Then say, God forbid. Let me tell you, friends. Do you know some of us we don't receive what we have prayed for because we mask ourselves? I'm in this position now, and after I pray, instead of staying in that position, waiting for God to bring an answer, I move in another position, putting on another mask. Then when the results come, they find I'm away. So we pray, and God is bringing the answer. We have relocated. Please don't relocate. I'm saying don't relocate. Usitoke kwa hiyo nafasi yako, kaa kwa hiyo nafasi. Na ndiposa naona watu ambao Mungu aliwatumikia, watu ambao walisikia maombi yao yakijibiwa, walisema hatutatoka hapa. The first person was called Jacob. When Jacob was on his way returning back home, he was so naive and so struggling because he didn't know what his brother would do for him, because he was looking for him to kill him. After all, he has taken his birthright. So the man has already sent his servants, he has already sent his animals, he has already sent his properties, but he's not sure if his brother will accept him. Then he decided to make a prayer. Hallelujah. He decided to make a prayer. Across the other side of the river, he decided to make a prayer. And he was saying, and as he was praying, he was like wrestling up with somebody in the form of an angel. Okay? And he said, as he will continue wrestling, the angel says, look up here. The day is breaking up. You must lose me. You must allow me go. He said, I cannot leave you until you bless me. Are we together? I'm not going to leave, go anywhere until I find the blessings of God. I'm going to stay in this place of prayer until I see God moving over my life. I'm not going to leave this place of prayer until I see Him, Christ, formed on the inside of me. I'm not going to leave this place of prayer until I see Him heal my daughter. I'm not
my son. I'm not going to leave this place of prayer until he delivers my marriage. I'm not going to leave this place of prayer until I see the kingdom of God getting established. I'm not leaving. This reminds me of Hannah when she was being rescued by Peninnah. Hallelujah. I want to thank God for some Peninnahs in the house, because they will give you an impetus, they will give you strength, give you ability to go and seek the Lord with a clean heart. Amen. Do I have somebody in the house today? This lady by the name of Hannah, she didn't have a son, but every time when they go back to Shiloh, the husband gave him enough portion for herself, and the portion that was inclusive, if she had children, she gave them a double portion. But yet, there was a yearning in the heart, there was a yearning in her spirit, there was a yearning according that, oh God, there's something in this. It's not about possession, it's not about money. I need an inheritance. I need an inheritance. May God give you an inheritance. Amen. No, I say, may God give you an inheritance. Amen. But that inheritance shall come when you continually stay in the presence of the Lord. Amen. I need to have somebody in the house. I feel like teaching and preaching. I don't know. But the Spirit of the Lord is upon me. Amen. That's one thing I'm sure. Amen. Hallelujah. Amen. So this lady continued in the presence of the Lord until when the priest comes, Eli, the priest comes and says, woman, why are you drunk such a time like this? I say, man, I'm not drunk. I am a woman of sorrow. I am a woman under pain. I have struggled long enough. Nobody's helping me. I have decided to take my cause to God. I have decided to take my case to God. I am appealing to God. I'm making a petition. May you make a petition to God this morning in the name of Jesus. May we petition our Father. May we petition our King. May we petition the Lord of Lords. May we petition Him on our issues. If there is any issue that is disrupting in your life today, may you petition Him. Let me tell you, child of God, I give you an opportunity this morning to petition the King of Kings, to petition the Lord of Lords, the Judge of Judges. We can petition Him this day and say, Lord, we plead our case. I plead my case. If you cannot help me today, nobody will help me. This reminds me in the New Testament. There was a king who didn't fear God nor regard man. He didn't fear God nor regard man. To him, every man was useless. To him, he didn't care what you are going through. But there was this widow. Oh my God. Somebody was say there was a widow. No, someone said there was a widow. In the Jewish culture, the lowest level you can go is to be a widow. And that's why they didn't want anybody to remain a widow. They always made an arrangement that the king of that deceased man will always inherit the wife to make continuity. There was a problem. But that is the lowest you could go. There's this widow who continually, somebody say continually. No, somebody say continually. You don't hear what I'm talking about. Somebody say continually. One more time. Somebody say continually. No, somebody say continually. We are not going to play once and we leave. No, we are going to continue. Continually. We shall be in the presence of the King, the presence of the Lord, making petition. Making petition. I already told you that prayer is petition. And prayer is a legal word, not a religious statement. Prayer is a legal word. And that's why lawyers always say, tell judges, I petition you, judge, on these grounds. They are going to petition. But one thing I want to thank God. As I make my petition, number one, my advocate, who is the Holy Ghost, he's my friend. Amen. Number two, in God's own arrangement, the judge who is seated on the seat of judgment is my Father. Amen. How can I lose this case? Some of you are left it, please let me repeat. Because I see I already left you a long time.
Number one, my advocate, he's my elder brother. The prosecutor who interprets the Constitution, he's my brother and my closest friend, the Holy Ghost. The judge who is seated on the seat of judgment, he is my father. I enter in that courtroom. My accuser and the accuser of the brethren, who is the devil, has accused me before my father, the judge. How can I lose this case? Even if I don't know how kujitetea, kunayo mtetezi wangu ambaye ni Roho Mtakatifu, anajua lugha ya sheria. Rapakato, ripekete, ramayapa, sopokote. Then the judge said, that I understand, that I understand, that I understand. Hello? And my accuser is standing there. He cannot understand the language my father and my lawyer are speaking. So me, I'm just nodding my head. Riba kasabakato, robokotote, ribeyata, robekete. My God, I tell you the truth in Jesus' name. I cannot lose this case. I cannot lose it. The case of sickness, I cannot lose it. The case of bankruptcy, I cannot lose it. The case of rejection, I cannot lose it. The case of self-pity, I cannot lose it. Because God is my child. And I have a lawyer. I have a representative. Niko na mwakilishi. Niko na mtetezi. Na mtetezi wangu hajakufa. Mtetezi wangu yuko hai. Hey! Wewe kama una mtetezi kaa hapo kiendelea kulia. Lakini mimi nimediscover ya kwamba ninaye mtetezi. Na mtetezi wangu hajakufa, yuko hai. Kama waka amekufa basi shauri yako. Lakini kesi itaendelea. Ambia jirani yako kesi itaendelea. Mwambie tena kwa nguvu na bidii, kesi itaendelea. Na hii kesi nakwambia siwezi nikashindwa, maana ninaye mtetezi. Alafu huyo judge ni baba yangu. Hawezi akanipeleka jela. Lakini nimekuja nimwambia baba, nilitenda. Alafu nakwambia nimekuonea huruma. Nenda usitende dhambi nilitenda. Case closed. Hello, case closed. Hata wao wanaweza kuangalia huyu mtu sio anatembea tembea. Let me tell you my friend. One more time. I went and I was charged and I was dismissed and told, go and sin no more. Now I walk free. May God bring me freedom. Amen. One more time, may God bring me freedom. Amen. No, do I have somebody? May God bring me freedom. Amen. No, one more time, may God bring your freedom. Amen. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. I want to see the King of Kings and the Lord of Lords. I want to see my Messiah. He who died for me, I want to see. But I need to prepare my heart. Pure heart. Amen. Amen. Turn to John chapter number. Where was he? John chapter number 14. John chapter number 14. John chapter number 14, verse 15. Now let's begin from verse 12. Verily, verily I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, he shall do what? Are you there? I want you to read along with me. The works that I do, he shall do also, and greater works than he shall do. It's critically important for us to be reading scripture.
Now let us read all of us. Let me not read for you. Read it from your own version. 1, 2, 3, go. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I work shall he do also, and better works than these shall he do, because I go unto the Father. Verily, verily, I say unto you, assuredly, assuredly, I say unto you, hakika, hakika nakwambieni, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and the greater works than this shall he do. Now, have you started doing the works of Jesus? Jesus raised the dead. Jesus walked on waters, fed 5,000 people with two fish and 5 loaves of bread. Do you know what I'm talking about? I'm talking about the works of Jesus. And these works that Jesus did, you, I put there your name. Let us read and you put there your name. Please. Are you ready? Are you ready? We want to begin. 1, 2, 3, begin. You put your name. You put your name. Some of you are not putting there your names. You can stand on your 2 feet so that you can put there your name as you declare. Stand on your 2 feet. Read as you put your name. Read where he has said he, you put there your name. Alright, can we go? 1, 2, 3. Very, very, I say unto you, kingdom. You believe in me, the works I do, you keep it, you shall do also. And the greater works than this, you keep it, you shall do, because I go to my Father. These works that I do, you, Sarah, you shall do those works. And the more works you, Sarah, you shall do. Why? Because I go to the Father. Do you believe that Jesus has gone to the Father? Yes. Do you believe that Jesus is with the Father? Yes. So now that Jesus Christ is with the Father, He's giving you more ability, more grace. He's giving you a double portion. What belongs to yours and that which belongs to the first one, He's giving you. Amen. That's why you shall do great works. Let me see it. So don't allow the enemy to mess you up. Don't allow the enemy to mess up your belief system. Are we together? If you believe in the Lord Jesus Christ, the works He did, you know, He raised the dead, He walks on waters, He prayed for at least 5 hours a day. You remember? This is the same person who is allowing us, by using His name, now that He has gone to the Father, that we can do even greater things than He did. Listen to me. He says, verse number 13, and whatsoever you shall ask in my name, please, I want to help you quickly so that you cannot start continue crying and getting a lot of pressure. No. Have you believed? We have begun up there. Have you believed? Yes. Have you believed? Yes. So start doing the works that Jesus Christ did. Number 2, after that, you are going to do greater works. Amen. Now He's giving you number 3, that in His name, whatsoever you shall ask, you shall do what? Whatsoever you shall ask in my name, you shall do what? Whatsoever you shall ask in my name, you shall do what?
whatsoever, and whatsoever ye ask in my name, I will do it, that the Father may be glorified in the Son. So as God hears me, the Father is glorified in His Son. So my healing is not about me, it's about God receiving the glory. So if God does not want to heal me, He shall not receive any glory. You see, He shall not glory in my sickness. He shall not glory in my infirmity. He shall not glory in my lack. He shall not glory in my defeat. So God, fight for me. Mimi nakuja hapa na usafi. Heri wenye mioyo safi, maana utamuona Mungu. Sasa mimi nasafisha moyo wangu, nikienda kwa Mungu niko na roho safi. Chochote ambacho nitauliza kwa jina lake atanitendea. Kwa sababu kani anitendee ndio Baba apate utukufu. Sasa kama Mungu anataka kutukuzwa kwa shida zako, let it be. Lakini najua kwamba Mungu aweza akatukuzwa kwa shida zako. Mungu anatukuzwa maana shida yako imetatuliwa. Haiko fundisho leo kwa wapi? Ama nyinyi mnawaje? Ama nyinyi mnawaje? Kumbe hii kuomba ni kwa asili. Wakati waliomba this week. Now these are the rewards of your suffering. These are the rewards of your labor. That when I pray in His name, He will hear and answer. And when He has answered, God is glorified in the Son. He has given me His name. I'm using His name to do some stuff. And after I have done that, God is glorified. God is glorified in the Son. So, two people at this first instance are glorified. Let's continue and you will see. Verse number 14. If ye ask anything in my name, I shall do it. He's still repeating himself. If you love me and keep my commandments, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter. You remember in Isaiah chapter number 9. You know Isaiah chapter number 9? To us a child is born, a son is given. His name shall be called a mighty counselor. So that's about comfort. Okay? The mighty God, the everlasting Father. So now that Jesus Christ has called the Father, He's not coming to leave us as orphans. Mommy, that's it here. Now that Jesus has called the Father, are we there? He's not going to leave you as an orphan. So He's bringing someone else that shall continually comfort us and teach us the truth. And now He shall not only teach us when He's far, but He's going to make a habitation in our flesh. Are you there? When the Comforter comes, where will He live? I want to announce to you that spirits, whether it's a Holy Spirit or evil spirits, they are illegal on earth. I hope that's a fact I must establish. Every spirit is illegal on the face of the earth. That's why you, Pastor Sarah, you are a spirit. But it must have this body called Sarah, this one. So that you can be legal here. The moment he leaves your spirit, you are dead. That's why when the spirit is taken away from you, this body can no longer live. And that's why they tell you, you are a dead man. Are we together?
That's why when we are coming to bury, we don't bury you. You will never bury a spirit. Lakini tunaelewa kweli? Karo, hawa hii spirit imeanza kwa heaven. You see, immediately the spirit leaves, life is gone. And when life is gone, the spirit leaves and the body is dead. Because it is only that spirit that God breathed in man and became a living soul. Otherwise, this is dead body, dead body, dead. But it's only the spirit of God. You became a living soul. Immediately, he is lifted from you. You go back to dust. That's why we say, dust to dust, ashes to ashes. From dust you came, dust you return. But the Spirit has come to his everlasting home. Friends, I want to tell you this. Eternity is real. But the only question you need to ask yourself, where shall you spend your eternity? Eternity is real. Umilele ni kitu ambayo ipo. Lakini swali ambalo nasema mimi na wewe tujiulize, huu milele tutaishi wapi? Utaishi pamoja na Mungu ama utaishi pamoja na shetani na wale wote waliokuwa disobedient kwa sauti yake? That's why every time you see our own relatives, friends are dying. And when you die, your eyes are opened up to eternity realities. Hata nyinyi mmeona kuna watu wengine wakati wanaanza kukufa, wanaanza kupiga makelele na mashauri kwa sababu anaanza kuona penye anaenda. Yeye madhambi yenye alifanya anaanza kuonekana. Watu ambao wanamngoja kumreceive. Lakini wale ambao wametenda mema, they don't die. They just slip out. Maana wewe unaona penye unaenda kuna amani. Mbona una struggle? Sisi kwa na roho safi. Wachana na maneno ya watu. Unajua nyinyi wengine wetu tumeshikilia watu kwa mioyo yetu. Mioyo yetu inakonjeka kwa sababu ya kushikilia watu. Sijui nani alikufanyia nini, huyu akakufanyia nini, akakusema nini. Waachilia Bwana. Ni wakati yako ikifika, enda tu pole pole. Hata unashindwa, huyu mtu amekufa ama ni kulala amelala. Sisi mnaona kuna watu wengine. Lakini kuna mwingine amekufa lakini ameindula macho mpaka wanajaribu kuifinyilia hivi. Those are realities. Sasa hivi unaweza kataa, lakini wakati ikifika realities, yani unaona hivi. Lakini wewe mwenyewe utaona wakati yako ikifika. Lakini sasa hivi mimi nakusaidia mapema. Heri wenye mioyo safi, wachana na watu. Watu ni wale watakukwaza, umewasaidia. Kama walisulubisha Yesu Kristo na wewe, alafu tumemshikilia hata uweze kukuja church ati sasa women leader walimsengenya na please acha na hizo vitu. Sitakufanya uende nje ya damu kimwaga kwa kanisa. Sisi tunakuja tunasema Mungu alipenda dada yetu, alipenda zaidi kuliko sisi, na kumbe hakuna upendo ya Mungu hapo. Ni njia ya damu imeenda. Kwa sababu hata wakati ulienda waliona ndio naanza kupapara. Hii roho inataka kutoka na ingine inakataa. There is war. That's why even Moses, when he was dying, there was war. That's why you cannot see his grave. There was war. And God decided to uplift him. Eternity is real. Kumsabu jirani yako wataishi wapi milele? Lakini mwambie asaidike mapema, aachane na watu. Unajua wacha nikwambie. Watu wengi wataenda jehanamu
si kwa sababu walikuwa washarati, walikuwa wanafanya nini, si waliibia watu, hakuna, lakini walibeba watu kwa mioyo yao. Mzee wangu aweza kunifanyia hivyo, akinimwacha hapana, siwezi mpaka hapo na ndio nikurusini hapo na ndio nikurusini challenge sio hapo leo wewe mwenyewe kama sasa mimi mzee wangu mnaza miezi wangu ni wewe uforo na yeye kwa sema hivi yeye alilia Mungu akamsamehe hapo na roho safi. Na umeshikilia watu unatembea tu nao kwa mlosi. Dekana kwambie watu wape. Dekana napo. Fungua moyo wako, achana na watu. My confident I get what I'm talking about. Achana na watu. Utakufa mapema. Kema bwana. Amen. Wachana na watu. Kile Mungu. Dekana na watu. No wije mkanisa munoi jaza mkanisa na kanene babana ewe kwa mwenye msikure rana mkanisa munoi na hana ne babana ewe kwa mwenye kweli mwenye anakuambia China Afrika China kuna penye naenda nini lakini asubuhi bado unangoja anachoma hiyo mshumaa yake anangoja tu anafungua unaingia unafanya kazi pia shika yake ingine hata kupatika mkono na kurushia tu. Lakini kesho yake bado kuna kitu unapata kwa ile kanisa. Kama hakuna kitu usikuje kile ndio. Lakini kama unaona kuna kitu unapata hata mtu ambaye anakutaka please wewe shughulika na maisha yako. Jumapili itakuwa hapo. Jumatano itakuwa hapo. Alhamisi itakuwa hapo. Onione kila siku mpaka moyo wako uyeyuke utupu. Hello. Nitakuja tu kwa sababu najua nini ambayo napata kutoka kwa kanisa hili. Katika madhabahu haya nimemwona Mungu. Katika madhabahu haya nimemwona Mungu akiinua familia yangu, akiinua maisha yangu. Sasa hata wewe ukisimama mbele yangu kama shetani, hapo utakuja. Hello. Wewe simama tu hapo. Hata ukisimama kwa hiyo mlango afu ndio ndio present. Ukisimamia kwa hiyo mlango na kuja kwa hiyo mlango. Ukisimama huko napitia huko. Maana najua nini napokea nikiwa hapo. Unaona ni kama marriage. Unaona mtu hata mtu anakuuliza kwani hiyo familia vile unakutesa hivyo unakaa ukapo kingojea nini? Wewe ujie anapataka kwa hiyo familia achana na yeye. Kwa hiyo ndoa wewe ujui nini anapata kwa hiyo ndoa achana na yeye. Yeye anajua. Na hata mkijaribu kumchukua kama nyinyi marafiki wake mrudishe mpeleke kwenu. Utaona tu baada amerudi. Sasa mwachane na. Maana watu ni wale wa niseme point ama niseme? Sema. Haleluya. Amen. Sasa kweli tunaanza kufundisha mambo. We must start understanding our relationship with God now that we have been redeemed in Christ Jesus. Lazima sasa uanze kujua mahusiano yako na Kristo ni nini, maana tayari wewe ushakombolewa na Yesu Kristo. Lazima ujue. Na usipojua hivyo basi wewe utakuwa na shida. Tunaelewana? Usipojua hivyo basi utakuwa na shida. Maana mimi leo hii na wewe tumekombolewa kwa damu ya Kristo. Mahusiano yangu na Mungu ndiyo sasa naanza kukabiliana nayo nikijua ya kwamba kunao watu ambao naishi nao. So my relationship with God and my relationship with the people is important. My relationship with God
And my relationship with people is important. Bwana asifiwe. Sasa wewe useme tu mimi bora mimi maisha yangu na Mungu niko sawa, sijali nishughulikie na wanadamu. Hapana, hao wanadamu ndio Mungu atatumia kukubariki. So you must know, how am I relating with them? Let me tell you friends, the blessings we are asking God to bless us with, they are not in heaven. They are on earth and they are with the people. We are asking God spiritually to bless us. But those blessings will arrive in the physical. And they will arrive with men. The Bible says, the earth and the fullness thereof belongs to our God. The earth and the fullness thereof belongs to our God. And the earth, He has given it to the sons of men. The earth, He has given it to the sons of men. Are you a son of men? Yes. This earth has been given to us. One, we hold testimonies of men. We hold blessings of men. They are in our hands. No wonder God says, believe in the Lord your God, and you shall be established. And believe in my servants the prophets, and you shall prosper. So you are saying, oh, God prosper me. He will not prosper you except He uses a prophet, except He uses a man. Are we together? Sasa usidharau mtu yoyote, usidharau. Maana Mungu anaweza tumia huyo mtu akubariki. Anaweza kuwa mdogo, anaweza kuwa poa, anaweza kuwa hajawahi enda shule, lakini Mungu anaweza tumia huyo mtu apate kufanya nini? Kukubariki. It's very, very important. Oh, we were still reading the scriptures. Now, I will pray the Father, and He shall give you another comfort, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, who the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth in you, and He shall be in you. He dwelleth in you, and He shall be in you. Jesus is making an affirmation that the Holy Ghost dwells in you, and He shall still be in us. That's in the book of John, chapter number 14. We are reading verse number 17 now. John 14, we are reading verse number 17 now. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. The world cannot receive the Spirit of truth. And that's why there's no truth in the world. Because the world cannot receive Him. Look at the politicians. They are people of this world. They will come and cheat you, send the left and right. Tutakutengenezea barabara, tutakutengenezea shule. Walimu wengi wanasoma free. Sasa hizo watoto wengi wanasoma free. Hello. Sasa hizo watoto wengi wanasoma free. Aya, wamama mkienda hospitali mnajifungua free. Mnajifungua free. The Spirit of truth, the world cannot receive Him. Why? They don't see Him, and they don't know Him. And that is Him, the Holy Spirit, that lives on the inside of you. We are blessed. I said we are blessed. Amen. So we are not left comfortless. I will come to you. Yet a short while, the world will see me no more. So as the world does not see Jesus, Paul said, absent in the body, present in the Lord. So shortly, Jesus Christ leaves His body, but He's present with the Father. Doing what?
seated at the right hand side of the Father, interceding for you and me. And intercession is also a legal word, making plea on behalf of other people. Making plea on behalf of other people. So Jesus Christ is making plea our case before God on our behalf. So you are more advantaged and privileged that even the Lord Jesus Christ himself pleads your case before God. And he's going to do something that you have never known one more time in your life. So Jesus Christ did not come to abolish the laws in the Old Testament, but he came to make affirmation and fulfillment. And therefore the New Testament reveals deeper meaning of what the rituals that were there in the Old Testament. Deeper meaning. Look at the book of Hebrews chapter number 8. Hebrews chapter number 8, starting from verse 5 and 6. Hebrews 8, verse 5 and 6. Who serve unto an example and the shadow of the heavenly things, as Moses has admonished of God when he was about to make the tabernacle to see, a tabernacle for see, he said, that thou make all things according to the pattern shown to thee in the mount. But now has he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which is established upon better promises. For if the first covenant had been faultless, then shall no place have been sought for the second. For finding fault with them, he said, behold, the days come, says the Lord, when I'll make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that is made by your fathers in the days when I took them by hand and led them out of the land of Egypt, because they continued not in my commandments and regarded not them, says the Lord. So Jesus Christ, through this text, is telling us about the new covenant, how important agano jipya lipo la muhimu, maana kama la kale halikuwa na tosari yoyote, basi hakungehitajikana kuwa na mpya. Na ndiposa hiyo tosari ikaleta Yesu Kristo aje hapo sasa mwana kondoo wa agano jipya kupitia kwa damu yake. Na ndiposa leo hii tuko na agano bora zaidi ambayo haliwezi kulinganishwa na lile la kitambo. That's one thing you must know. So there is a deeper understanding that we need to have, that revelation. When you look at verse chapter number 9 of the same book, Hebrews chapter number 9 and verse number 23, Hebrews 9 and 23, Hebrews 9 and verse number 23, the Bible says, It is therefore necessary that the patterns of the things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of truth, but into the heaven itself now appears in the presence of God for us. Nor yet that he should offer himself often as the high priest
enter into the holy place every year with blood of others. Then must he often have offered since the foundation of the world, but now once in the end of the world has he appeared to put away the sin by sacrifice of himself, as it is appointed unto man once to die, but after this judgment. So Christ has offered to bear the sin of many unto them that look on him. He shall appear the second time without sin unto salvation. Without sin unto salvation. Without sin unto salvation. Without sin unto salvation. He shall appear to men. So Jesus has offered himself. That's the relationship I'm talking about. He has redeemed us by his own blood. Otherwise, in the Old Testament, it needed somebody to appear with blood every year. What blood? What blood house was seen when that time was coming? Wakati huo watu walikuwa wanaleta damu, unachinja na unaleta damu na unamleta nani? Priest. Na ndani hiyo siku na hiyo mwezi ambao walikuwa wanafanya maabudu ya kusadaka ya kuteketeza, hiyo nyumba ilikuwa na damu nyingi. Hiyo nyumba ilikuwa na damu nyingi. Sasa walikuwa wanafanya hivyo kila mwaka, maana hiyo damu haingeondoa dhambi, ilikuwa inafunika. Lakini Yesu Kristo hajakuja kufunika, amekuja kutoa. Yesu Kristo hajakuja kufunika dhambi zetu, amekuja kuzitoa. Kusitolea mbali, kusitupilia mbali kwa ajili ya utukufu wa jina lake. And that's why it is important for us to have this foundation of an understanding to prepare ourselves to enter the very presence of God. So, when you look in the book when the first principle is you must have reverence for God. Today, we just enter casually. We are so casual with God, very casual. Unaingia tu kwa wepo wa Mungu, after all, sisi ni wale watu wa neema. Sasa unatoka ndipo unaingia. Unatoka kwa madhambi hapa, unaingia kwa presence hapa. Maana neema inatosha. Please, don't be casual with God. Umetoka kutukana hapo mtu tu sahihi, alafu unakuja kwa kanisa, "Leo atashada, sikengeke, leo tunastaki pasa tunataka hapa. Mungu, tunakulilia." Wapi hiyo? Majana. Kuwa na reference, kuwa na hofu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kuwa na hofu ya Mungu. Jiandae ndio kuje katika uwepo wake. Usikimbilie kuingia katika uwepo. Wale high priests hawakuwa na nafasi ya sasa hiyo jina tena bwana anapotea. They didn't have the privilege for them to maneuver. No. Maana hata wewe ukiingia katika hiyo holy of holies, walikuwa wanakufunga na kamba, maana hakuna mtu mwingine angeingia hapo. Wanafunga na kamba na wamekuweka kengele kwa mguu. Sasa wakati unaendelea kutoa dhabihu katika the holy of holies, wakisikia kengele pale inaomba, unajua he still alive. Lakini kama umeingia pale na dhambi ya aina yoyote ulienda, na hakuna mtu mwenye anaweza ingia pale, wanafunga na kamba wanakutoa. Lakini wana vile neema ambayo imetusaidia. The curtain has been torn twice. So the holy of holies is now open for all of us. We can enter in his very presence.
But how do we enter in His very presence? That's the question. We need to prepare ourselves to enter the presence of God. And there was nobody in the house. You need to prepare because you will not have any room to maneuver. Hello? You will not have any room to maneuver. You just enter like that, shut, you are struck there on a line. Who shall come there? People fear. You remember during the days of David, when they were getting the ark of God from the mountains. You remember? When they came the ark from the mountains, when they reached on the threshing floor, the curtain was spinning where the covenant, the ark of the covenant was. Those animals that they were pushing, they were pulling those asses. One of them, it's ilichukua. Alafu it's like the ark of the covenant ilikuwa inatikika. Na huyu mtu ambaye anaitwa Uzi akakimbia anaisaidia. He was stuck there. Wakati Daudi akasema hii kitu yenye naua watu sitaki. Sitaki kabisa. Unajua aliachia hapa. Na hiyo kitu ikachukuliwa, the ark of the covenant ikachukuliwa ikaenda kwa nyumba ya Obed-Edom ambaye hapo alikuwa Mhiti, hakuwa mtu wa Mungu. Ikaishi hapo siku 90. Na katika hiyo siku 90 chochote ambacho kilikuwa katika hiyo nyumba kilibarikiwa. This brings what I'm about to teach you this morning. Systems of advantage. Hello. Wakati the ark of the covenant iliingia kwa hiyo bomba, kila chochote kilikuwa katika hiyo bomba kilibarikiwa. Lakini Daudi ambao ni wenye hii sanduku wamesema hapana, imeua Mungu hatutaki. Mpaka wakati huyo Obed-Edom alibarikiwa, mpaka Daudi akaanza kumuonea huyu, akasema hapana, lazima twende tuchukue sanduku la Bwana tulilete nyumbani. Leo hii tunaleta sanduku la Bwana nyumbani. Hapana. Leo hii tunaleta sanduku la Bwana nyumbani, ambayo litatuletea baraka, litatuletea faraja, litatuletea kuinua, litatupatia systems of advantage. Sanduku la Bwana, sanduku la agano. Lakini lazima tuende mbele za Mungu tukiwa na hofu ya Mungu leo hii. We should not be that casual in the presence of God. This was one of the greatest things that ever happened, even in the Old Testament. Because of time, I want to stop there, but we shall begin. You know, I thought we shall finish up this, but today we are just beginning on the first principle, entering the presence of God, referencing Him. Tukiingia katika hofu ya Mungu. Hiyo hofu itatuletea tuanze kujitafakari. Search your soul, search your spirit. Search your soul and search your spirit. Are we together? Search your soul and search your spirit. Are you right with God? Heri kwenye mioyo safi. Maana hiyo wimbo inaendaje? Heri kwenye mioyo safi. Nilikuwa nafikiria nilikuwa na praise and worship lakini sasa mpaka zaidi. Heri mwenye mioyo safi. Heri wao mioyo safi. Heri wao maana watamwona Mungu. Heri wao maana watamwona Mungu. Heri wao, heri mwenye mioyo safi. Safi. Heri wao maana watamwona Mungu. Heri wao maana watamwona Mungu. Heri wao. Okay, Bwana Yesu asifiwe.
Mungu. Kwa hivyo uwe na moyo safi, ndiposa utamwona Mungu. Si ndivyo? Tukaweza kusimama juu.